Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunayo furaha kuu sana kuwa pamoja nanyi ili tuchangie neno la Mungu. Mimi ninayozungumza nanyi Mtume Gatungo Sebineza kutoka Rwanda, Kigali. Ninaongoza kanisa linaloitwa Msingi wa Mitume na Manabii, Yesu Kristo akiwa jiwe la pembeni. Nataka tuchangie na nyinyi neno la Mungu katika waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 7. Tusome sura ya 7 mstari wa kwanza, tutaenda kwa mstari wa 12 na 3 na 14. Tusome katika jina la Yesu. Ndugu zangu, hamjui maana nasema na hayo? Waijuaye sheria ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa yuhai. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuhai, bali akifa yule mume amemfungulia ile sheria ya mume. Basi wakati hawapo hai, mumewe kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi, ila mumewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi, ajapoolewa na mume mwingine. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mumeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, mpate kuwa wa mali ya mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Amen. Neno tunataka zungumuza, mada ya neno ya leo, tunataka tuzungumuze kuhusu asili ya sheria. Sheria ni nini? Tunaweza tukatoa maelezo ya sheria ya aina 3. Sheria ni kanuni zinazoongoza mwenendo, vitendo na nia za watu. Kanuni zinazoongoza vitendo, nia, hata na mwenendo wa watu. Tunaweza tukasema pia ya kuwa sheria ni viwango ambavyo vinapima watu jinsi wanavyoishi maisha yao kila leo. Sheria pia tunaweza tukasema ya kwamba ni maelekezo ambayo yanaongoza wanadamu. Tujue hili ya kwamba kila wakati watu wako na sheria. Sheria sio ya wakati uliopita tu, ni ya wakati uliopita, wakati wa sasa na wakati utakayokuja. Kwa sababu tunaweza sema sheria pia ya kwamba ni nguvu ama ni utawala ambao unaongoza watu. Sasa katika Agano la Kale ulikuwa utawala wa sheria ambayo ilikuwa inaitwa Torati, iliyotolewa na Mungu kupitia wa malaika wakaikabidhi Musa. Alafu katika Agano Jipya tuna sheria ambayo inaitwa ni sheria ya uhai katika Yesu Kristo, yaani ni sheria ya Roho Mtakatifu.
Katika Biblia watu wengi hawajatambua sababu sheria imetolewa. Tukisema ya kwamba sheria haiokoi mtu, sheria inaleta laana, na tukisema ya kwamba hatupo chini ya sheria, watu wengi wanadhani tunaipiganisha Torati ama tunapigana na sheria. Wakristo wako katika aina mbili. Kuna Wakristo waliookoka ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu, na kuna Wakristo waliookoka lakini hawaongozwi na Roho Mtakatifu, bali wanaongozwa na sheria. Ni hatari kubwa kwa Mkristo akiongozwa na sheria. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema ukiongozwa na sheria umetengana na nini? Umetengana na neema ya Kristo. Kwenye kuna neema hakuna Torati ya Agano la Kale. Kuna sheria ama kuna mwongozo wa Roho Mtakatifu. Wakati tunasema ya kwamba Wakristo hawako chini ya sheria, hatumaanishi ya kwamba asili ya sheria ni mbaya. Hebu nikwambie sifa 5 za sheria ama za Torati. Biblia inasema ya kwamba kitu cha kwanza, Torati ama sheria imetolewa na Mungu. Sifa ya kwanza, sheria ni ya kiungu. Hiyo ni kitu cha kwanza. Yaani sheria sio ufunuo wa mtu, sio uvumbuzi wa Wakristo, sio uvumbuzi wa watu binafsi. Sheria imetolewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndiyo maana tukisogelea ama tukishikilia sheria, hatupaswi kufanya jambo lolote tunalolitaka. Inabidi kwanza tukue ya kwamba sheria imetolewa kwa Mungu. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili, sheria ni takatifu. Torati ni takatifu. Nitakusomea pengine ili urizike, kwa sababu wengine hawarizike bila kupewa maandiko. Ukisoma hii sura ya 7 mstari wa 12, Biblia inasema basi Torati ni takatifu. Biblia inasema Torati ni takatifu. Yaani Mungu hawezi toa kitu ambacho kimechafuka. Sheria imetoka kwa Mungu ikiwa takatifu, sio kitu kibaya. Na jambo la pili, sheria pia ni amri takatifu, pia ni ya haki. Yaani kama kuna kitu kinapima haki ya Mungu, Mungu ni mwenye haki, ni sheria yake. Alafu sheria pia ni njema, ni kitu kizuri. Sheria ni njema, Torati ni njema, sio kitu kibaya. Hiyo ni maneno tayari tatu. Kwanza tumesema imetoka kwa Mungu, pili tukasema ni takatifu, tatu tukasema ni haki, na nne tunasema ya kwamba ni njema. Alafu na tano, sheria ni kiroho, sio kimwili. Sheria ni kiroho. Ndugu yangu, sheria ya Mungu, usiibe, usifanye nini, ile sheria zote ambazo zimetolewa na Mungu ni takatifu. Ukisoma kwa aya ya 14, kwa hiyo sura inasema, kwa maana twajua ya kuwa Torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwili, nimegeuzwa chini ya dhambi. Sheria yenyewe ni kiroho, ni kitu cha kiroho, si kitu cha kimwili. Alafu
ukitii sheria kama vile inavyopaswa, unapata heshima, unapata utukufu, unapata na uzima wa milele. Lakini uitii jinsi, ukiua moja unayaua yote, unaua sheria zote. Hiyo ni asili ya sheria. Lakini kuna kitu watu hawajajua. Sheria imetolewa kwa sababu gani ndugu yangu? Sheria haijatolewa kwa ajili ya kukuokoa. Haiwezi kukuokoa, haiwezi haiwezi kukupa uzima wa milele, haiwezi kukulinda, haiwezi. Lengo imetolewa ya sheria siyo hiyo. Sheria imetolewa kwa malengo 5. Lengo ya kwanza ya sheria ni kukufahamisha wewe na kukujulisha ya kwamba Mungu ni mtakatifu, wewe ni mwenye dhambi. Inafunua utukufu wa Mungu, inafunua utakatifu wa Mungu, ya kwamba Mungu ni mtakatifu, hauwezi kumsogelea jinsi unavyotaka. Hiyo ni kitu cha kwanza. Sheria imetolewa pia ili ikujulishe asili yako ya dhambi, ya kwamba wewe ni mwenye dhambi na huwezi ukaifikia kiwango cha Mungu. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu, sheria imetolewa kwa kuonyesha ya kwamba umeshindwa na unahitaji Kristo. Ndiyo maana sheria imetolewa kwa kuongoza mpaka kwa Kristo. Sheria ni mwalimu ambaye ametolewa na Mungu kwa kutufundisha sisi ya kwamba ni wenye dhambi, hatuwezi, ili tufunge vinywa vyetu kwa kukosea kuitii sheria ya Mungu, ili tutamani Kristo. Paulo ameonyesha mtu ambaye anapigana na sheria mpaka anasema, ole wangu, nani ambaye ataniokoa? Sheria ni nzuri, lakini ili sheria ifanye kazi, imezoofishwa na asili ya dhambi. Ndani mwangu ninataka kufanya kizuri, na sheria ya Mungu inaniomba nifanye kitu kizuri, lakini ndani mwangu kuna sheria nyingine ambayo inapigana na nia yangu na inapigana na sheria ya Mungu, na sheria ya Mungu haiwezi kanisaidia mimi, inakuwa maskini. Lakini Mungu asifiwe kwa sababu ya Yesu Kristo. Tujue tu sheria ilikuwa imewekwa kwa muda kwa ajili ya kufunua kiwango cha Mungu, kufunua asili yetu ya dhambi, kufunua ya kwamba tunahitaji Kristo na kutuongoza mpaka Kristo. Haikutolewa kwa ajili ya ukombozi, haikutolewa kwa ajili ya wokovu, haikutolewa kwa ajili ya kitu kingine. Imetolewa tu kwa ajili ya muda mfupi. Sheria haikutolewa kwa muda mrefu, imetolewa kwa muda mfupi ili tufikishe kwa nani? Kwa Kristo. Tukifika kwa Kristo, sheria tena haina nafasi kwetu. Ndiyo maana huyu mwandishi amesema ya kwamba wanasheria wanasema hivi. Ametoa mifano miwili. Mfano wa kwanza amesema ya kwamba sheria ina nguvu kwa mtu akiwa hai, lakini mtu akifa, sheria hawezi ambia mfu amwende kwa kaburi, mwambie wewe mtu ambaye umelala kaburini, sasa wewe umekosea hiki, haukutoa kodi, haukutoa ushuru, haukutoa nini, haukupalilia nyumba zako, vitu vimeharibika pale. Hawezi ambia mtu aliyekufa. Mtu aliyekufa iko huru na sheria. Na sisi sasa tumekufa kwa sheria,
kwa sababu wa mwili wa Kristo umetolewa na tumefufuka pamoja naye, ili tukamzalie matunda aliyefufuka ni Yesu Kristo. Sisi hatuko chini ya sheria zozote za zamani, tuko chini ya Roho Mtakatifu, tuko chini ya sheria ya imani ya kuamini Yesu Kristo na kufanya kila kitu kwa sababu tunamwamini Yesu Kristo. Ndugu zangu, watu ambao wameanza makanisa, wanaongoza makanisa, ambao wanaongoza Wakristo na sheria, ninawatangazia hizo sheria haziwatakasi, hizo sheria hawazizai matunda ya Kristo, kwa sababu Yesu Kristo hatarajie mtu wa sheria kumzalia matunda. Ninawahakikishia Kristo anahitaji watu waliokufa kwa sheria, wakakufa pamoja naye, wakazikwa, wakafufuka, ili wamzalie matunda katika Roho Mtakatifu. Hiyo tuijue. Tujue ya kwamba hatuko chini ya sheria. Alitoa mfano wa pili, akasema mwanamke wakati mume wake yu hai, wakati anaolewa na mume mwingine, anafanya uzinzi, lakini mumewe akifa, akimwoa mwingine, hajafanya uzinzi, hakuna sheria. Sheria ya mume na mke iko hai wakati wote wako hai. Mmoja akifa, mwingine yuko huko. Na sisi sasa tumekufa kwa nini? Kwa sheria, kwa Torati. Kuanzia leo Wakristo mjue hii. Kuanzia leo wachungaji mjue hii ya kwamba tumekufa kwa sheria, tuko hai kwa ajili ya Kristo. Ujue ya kwamba hauko hai kwa ajili ya sheria, uko hai kwa ajili ya Yesu Kristo. Tuongozwe na Yesu Kristo, tuongozwe na Roho Mtakatifu. Mungu atarajia wanasheria kumpendeza yeye. Anatarajia nini? Wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. Kristo amekuja kufanya nini? Kristo amekuja kutuokoa na laana ya sheria ili tukue wa Kristo. Sasa hivi sisi ni bibi wa Kristo, hatuko bibi ya sheria. Sisi ni bibi ya Yesu Kristo. Sisi tuko bibi harusi wa Yesu Kristo, tukiongozwa na Roho Mtakatifu, tukiongozwa na imani ya Yesu Kristo. Hatuishi kama watu bila sheria. Kwa sababu gani? Tuko na sheria ya Kristo. Sheria yetu ni Kristo, sheria yetu ni imani katika Kristo, sheria yetu ni Roho Mtakatifu, sio sheria za zamani. Watu wengi wanadhani ya kwamba sheria zimetolewa kwa ajili ya milele, ni ya kimuda. Sheria zilikuwa na upungufu. Kwanza zimetolewa kwa taifa moja, zimetolewa kwa wakati wa huko. Kuna vitu vingi vimetolewa katika sheria ambavyo hawezi kupata katika ulimwengu mzima. Ilikuwa kwa wakati huo na imeshia wakati huo, lakini yalikuwa na shota kidole Kristo ambaye ni mwili wa kweli. Sasa ukweli umeonekana. Mwili wa ukweli ni Yesu. Tuongozwe na Yesu, tuongozwe na sheria ya Yesu, tuongozwe na neno la Yesu, tuongozwe na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, tangu sasa msifanye watu watumwa wa sheria. Ni kama unaambia mke aongozwe na mume aliyekufa. Ni kama unaambia mtu aliyekufa timiza majukumu ya watu walio hai. Tumekufa katika sheria. Zamani hatuongozwe na sheria, hatuko chini ya sheria, tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tunaongozwa na Kristo, tunaongozwa na imani. Ninawasihi wa ndugu zangu, kuanzia leo msifundishe wa Kristo maneno ya kusema ukifanya hivi utabarikiwa, ukifanya hivi utabarikiwa, ukifanya hivi utabarikiwa. Tulibarikiwa katika Yesu Kristo. Sisi hatutumikie baraka, tumebarikiwa katika imani katika Kristo. Hatubarikiwa kwa sababu ya kutimiza ABCD. Hatutoi pesa kwa ajili ya kubarikiwa. Tunatoa pesa kwa sababu tumebarikiwa na tunampenda Mungu. Na Mungu hatubariki kwa sababu tumetimiza sheria. Hiyo sisi hatuko katika agano hilo. Tuko katika agano jipya, agano la neema ya kwamba tumebarikiwa
kupitia Yesu Kristo. Tumebarikiwa yote kupitia Yesu Kristo. Na tuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Na neema ya Mungu, sheria ya neema ya Mungu ni kuongozwa na Roho Mtakatifu, ni kuongozwa na imani katika Kristo. Asante sana, ninawashukuru. Mungu awabariki watu wote ambao watanisikiliza, watu wote ambao watasikiliza neno la Mungu. Mjue ya kwamba mimi sipiganishe sheria, mimi sikatai sheria. Nawaambia ni takatifu, sheria ni nzuri, sheria ni la kiroho, imetolewa na Mungu, lakini kwa lengo la kimuda, sio lengo la milele, ni lengo la kimuda, ili tumfikie Yesu Kristo atuokoe na atuongoze. Kristo anatosha, sheria haitoshi, sheria ni ya kimungu. Mungu awabariki, Mungu apewe sifa kwa ajili ya neno lake katika jina la Yesu. Amen.